Ninamshukuru sana Mungu. Leo nimeadhimisha miaka 20 katika huduma ya kichungaji. Ndio. Naomba niliweke vizuri. Sio miaka 20 ya wokovu. Ndio. Ni miaka 20 katika utumishi wa kichungaji. Niliwekewa mikono mwezi Mei mwaka 2006 na Bishop Jane Muhegi wa Dorcas Christian Ministries. Na leo ndio nimefikisha miaka 20 katika utumishi wa kichungaji. Ninachoweza kusema katika maisha ya uchungaji, katika utumishi, nimepitia milima, mabonde, nimepitia kila aina ya masumbufu maishani, lakini pia nimeweza kumwona Mungu na nimepitia nyakati zilizo nzuri na za kufurahisha sana. Kuna wakati umemtaja Askofu Michael Peter Imani. Yeye anaingiaje hapa? Nimesema nimewekewa mikono kuwa mchungaji na Askofu Jane Khan Muhegi. Yeye sio mama wangu wa kiroho. Baba yangu wa kiroho ni Bishop Michael Peter Imani. Niliokoka chini yake, nikaongozwa na yeye mpaka nilipokwenda na kuhitimu diploma ya theolojia kwenye chuo ambacho kilikuwa kinasimamiwa na Bishop Jane, na yeye akaamini utumishi wangu na akawa tayari kuniamini kuwa mchungaji na akaniwekea mikono kuwa mchungaji. Kwa hiyo napenda kurudia kusema ya kwamba baba yangu wa kiroho ni Bishop Michael Peter Imani. Ninamheshimu, ninamthamini kuwa ni baba wa kiroho, lakini aliyeniwekea mikono kuwa mchungaji ni Bishop Jane Muhegi. Nashukuru sana kwa ufafanuzi. Mwanzo ukuwa kama leo, lakini leo tunaona umekuwa ni mtu mkubwa sana. Sasa nini unataka kumwambia huyu mtumishi ambaye amepewa kipao hiki cha kuwa mchungaji, lakini bado ana sita kwamba nitaweza kweli? Si kwa nguvu wala si kwa uwezo wetu, ndio, isipokuwa kwa roho wake yeye Bwana wa majeshi. Ndio. Zekaria 4:6 inasema hivyo. Ukiamini, ukitambua na kukubali ya kwamba wito tunapewa na Mungu na tunafanya kazi pamoja na Mungu, huwezi kusita. Utasimama kidete katika wito wako na utamtumikia Mungu kwa msaada wa Mungu. Mara nyingi watu huwa wanasita kwa sababu ya kuangalia either mazingira, ndio, uwezo wao wa kiuchumi au uwezo wao wa namna yoyote ile, na kuona kana kwamba hawawezi kufanya utumishi. Lakini utumishi ni wito wa Mungu, na Mungu anapokuita, Mungu amekuamini, na kwa nguvu za Roho Mtakatifu yote yanawezekana. Ni muhimu sana kutofautisha mapito na utumishi. Unaweza ukawa unapitia magumu, lakini ni moja ya darasa la Mungu la kukufanya wewe kutembea katika ushindi, na hata pale ambapo Mungu anakwenda na kukuinua kwa viwango vikubwa, basi unakuwa haubweteki, lakini unakuwa ukimtazama Mungu kama ndiyo msaada pekee, ndiye kimbilio katika maisha. Ninachoweza kuambia wote ambao wamesikia sauti ya Mungu ya wito, jambo la msingi ni kuhakikisha ya kwamba wana baba sahihi wa kiroho, ili kuwawezesha kutembea katika wito wao na kufanikiwa maishani. Lazima tuishinde roho ya hofu, na tunapoishinda roho ya hofu, yote yanawezekana. Hakuna lisilowezekana kwa Mungu, na hakuna lisilowezekana kwake yeye aaminie. Mungu ameniwezesha kumaliza miaka 20 ya utumishi wa kichungaji, na nimeanza miaka 20 mingine katika dimension nyingine. Ninaamini kabisa ile 20 iliyopita ilikuwa ni darasa. 20 hii ambayo nimeingia leo ni mingine na dimension nyingine kwa utukufu wa Mungu.